Najibu kwa haraka haraka. Swali la kwanza, dada yetu anasema mume wake hataki kuswali wala hataki kufunga. Ametumia juhudi zote mpaka amegonga mwamba na ametoa namba yake ya simu, mashehe tumtafute. Namba tumeipokea na wenyeji wangu na Sheikh Shamsi, kina Sheikh Abdul Salam, Sheikh Muhammad na wengine wapo, watafanya maarifa, wamuite, wamsikilize, wampe nasaha. Sawa jamani Na tutasema kabisa kwamba namba katupa mkeo. Usije ukasema mimi sihusiki. Namba umetoa wewe, kwa sababu anaweza kuuliza wewe umejuaje kabisa swali. Si ndio jamani Mke wako katuletea malalamiko ya kheri, anakupenda, anakutakia kheri. Baada ya mashehe kumuita na kumpa nasaha, kama yuko vile vile hajabadilika, basi kidini unaruhusiwa kumwomba talaka. Kuishi na mtu asiyeswali jamani ni tatizo. Tariku sala hapati baraka za Allah, hapati kheri. Nyumba ambayo ndani yake kuna mtu asiyeswali, Allah hawezi kushusha baraka zake wala utulivu wake. Hii tuchukulie ndo dawa ya mwisho ya mashehe. Ikiwa hatobadilika, unaweza kumwambia naomba tuachane, kwa sababu hapa utakuwa una sababu ya kisheria ya kuomba talaka. Lakini kwanza hivi subiri mashehe watakujibu watakapokutana naye, na namba nadhani zipo. Wa pili anauliza, anasema yeye ugonjwa wake mkubwa ni kusengenya, anatamani aache, afanye nini ili aweze kuacha kusengenya? Kwanza ni kupongeze, mpaka hilo linakukereketa, unayo chembe cha imani. Mtume anasema al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. Dhambi hasa, ukitaka kujua dhambi ni ile ambayo inakukereketa kwenye nafsi yako, nafsi inakusuta, huna raha, hata kama watu hawajui, lakini mwenyewe mimi nafanya hivi. Kitendo cha kukuuma hayo unayoyafanya ni ishara ya imani. Sasa ufanye nini ili uache kusengenya? Nikueleze tu kwa ufupi madhara ya kusengenya, alafu utaniambia utaendelea au utaacha. Qur'ani inasema wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Hilo linawachukiza. Kama hilo linawachukiza, hamlipendi, basi mchukie kusengenya watu. Kusengenya watu ni sawa na kwenda kumfukua maiti wako, ndugu yako aliyefariki, kisha ukamla nyama. Sasa niambie, utaendelea kusengenya? Leo nakueleza kwa mujibu wa suratul Hujurat, Qur'ani tukufu, ukisengenya ni sawa na umekula nyama ya ndugu yako wa damu, tena amekwisha kufa. Sasa fikiria, kila nafsi inavyokuambia sengenya, fikiria kwamba utakuwa unakula nyama ya ndugu zako wa damu. Kama unawapenda, acha kusengenya, kwa sababu ukisengenya unahesabiwa umekula nyama ya ndugu yako aliyekufa. Kama hili alitoshi, madhara mengine ya kusengenya, maulama wanasema dhambi ya kusengenya Allah hayuko tayari kuisamehe mpaka usamehewe na ulio wasengenya. Hebu angalia uzito wa dhambi hii. Kama hili alitoshi, dhambi ya kusengenya, siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakuja mtu akiwa ana mema chungu nzima. Akifika pale ataambiwa mema yako yote yamepeperuka. Atasema kwa nini ya Rabb, na nilikuwa na jema hili na hili na hili? Ataambiwa wamekuja watu wamechukua madhambi yako, wale uliokuwa ukiwasengenya duniani. Kwa hiyo meseji hizi ziwafikia wasengenyaji. Kila utakaposengenya watu utakuja kubeba madhambi yao siku ya Kiyama, au wewe thawabu zako watapewa wewe, watapewa wao. Kwa hiyo ama thawabu zako wapewe wale uliowasengenya, au kama huna thawabu madhambi yao yatachukuliwa, utaongezewa wewe.
Sasa mwenye akili hayuko tayari kubeba mizigo ya watu siku ya kiyama, au mema yake yakaenda kumnufaisha asiyekuwa yeye. Kwa ufupi ni hilo, tujiepushe na dhambi hii, ni katika madhambi makubwa kabisa. Swali lingine la tatu liko lipi Sheikh Ibrahim? Nimesema tajibu matatu. Ulionisomea hapa na la tatu. Nimeshakusanya. Anasema mume na mke wamechuma pamoja lakini matumizi. Sawa, nimeshaelewa. Kina mama japokuwa sina nia ya kuwaumiza, lakini nakwambia ni ukweli. Hili najua litawachukiza. Uislamu unasema mali halisi ambayo itakuwa inahesabiwa kwamba hii mali imechumwa na mke na mume ni kila mali ambayo pande zote mbili walitoa mchango. Tumefahamiana eh? Wanawake wengi wanapoachana na waume zao wanadhulumu waume zao. Kivipi? Mnapelekana mahakamani, kisha unadai kule kwa bwana hakimu kwamba tumechuma pamoja. Sheria zilizotungwa na binadamu ambazo sisi Waislamu tunasema ni sawa na kipofu, zinasema mume uza nyumba mugawane pasu kwa pasu na mkeo, uza shamba mugawane pasu kwa pasu na mkeo, uza gari mgawane pasu kwa pasu na mkeo. Uislamu unasema hilo ni dhulma. Haiwezekani mali nyumba kajenga yeye kwa jasho lake na pesa zake, we shilingi nyeupe hujatia, inakuwaje mmechuma pamoja? Shamba kanunua yeye, we shilingi hujachangia, inakuwaje mmechuma pamoja? Gari la kwake yeye, inakuwaje mmechuma pamoja? Eti mnasema pale wakati anachuma ulikuwepo, unamhendo, unamsimamia, unampikia vizuri, unamfulia, ndo umechangia shilingi pale. Uislamu unasema mkiachana na mumeo, mali zote kachuma yeye, sumni nyeupe hujaingiza, hauhusiki nayo. Lakini mkiwapeleka kwenye mahakama za kibinadamu hizi ambazo ni sawa na chongo, so mahakama ya Mungu, wanadamu wanahukumu kwa kanuni na sheria walizojiwekea wao wenyewe. Nyumba ikauzwa ukachukua nusu, shamba likauzwa ukachukua nusu yake, gari likauzwa ukachukua nusu, wewe umechukua moto. Najua linawaudhi, lakini lazima tuwaambie. Sasa shekhe, ndo tumeachana niondoke pangu pakavu tia mchuzi kama unavyosemaga? Hapana, Qur'an haiyasema hivyo. Qur'an nasema kwamba mwanaume ukimwacha mkeo mpe kitoka nyumba. Yaani mwanaume mwenye kujua dini na Mwenyezi Mungu kamjalia na chochote kitu, mnapoachana anapaswa akupe kitu kaanzie maisha. Tena imekuja haqqan ala almuhsinin na ikaja haqqan ala almuttaqin. Hiyo ni haki juu ya wanaume wacha Mungu na wanaume watenda mema. Hutaki kuachwa mikono mitupu. Ni kweli umetoka naye mbali, aseme bwana wewe tumezaa pamoja, tumetoka mbali, wala tansawul fadla bainakum, hichi nenda kikakusaidia, mimi leo si maadui, bado tunabakia kuwa ndugu katika Uislamu. Lakini shoga mimi sikubali, shosti mimi sikubali, nampeleka mahakamani shosti. Ukampeleka mahakamani vikauzwa, siku ya kiyama Allah atakwambia umekula mali ya mtu. Haya mama mlichuma vipi? Wewe uliingiza ndani, wewe ulishulika mama nyumbani. Hii lazima nikwambieni wanawake wengi wanapenda kukomoa wanaume, hasa mwanaume akiwa amepata vijisenti ala vijijumba viwili vitatu, viwanja kidogo, tunakwambia hamna tabu, tutagawana tu, tumechuma pamoja. Mama umechuma wapi? Uko nyumbani, uko ndani, unalishwa, unavishwa. Wewe umechuma wapi? Umefanya kazi wapi? Lini umechangia wewe project hizo za mumeo? Najua itawaudhi. Juzi Sheikh Shamsi nilikuwa pale Dar es Salaam Upanga. Nilikuwa na mgeni wangu. Kuna wamama fulani wawili wa Kiislamu. Kuna sehemu ya kula hivi, wakaniona wakanifuata.
Shekhe, vipi hali? Salama, tumefurahi kukuona, hongera kwa yote. Mimi nawasikiliza tu. Hongera vipi? Hongera kwa kazi, hongera pia kwa kushambuliwa, kwa sababu ukifanya kazi ya mtume lazima ushambuliwe. Hata mtume kashambuliwa, kaambiwa mengi na nini. Mimi nikawa namsikiliza, mwisho akaniambia neno tena kwa sauti ya kushusha, nikupe siri, wanaume wenzio ndio wanakuchukia wewe, sisi kina mama tunakupenda, piga kazi. Piga kazi. Kaba na washukuru sana. Tena baadaye akaniambia, japo hatuna dini kama hivi ya jistiri vizuri, lakini alhamdulillah. Sasa msije mkanichukia kwa kauli hii. Kuchuma ni ikiwa na wewe ulikuwa ukifanya kazi na wewe umenunua kiwanja, umenunua milioni 20, wewe ukatoa 10 hapa kweli, lakini hujachangia chochote, hamjachuma pamoja. Wallahu a'lam.